Naitwa mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Hafidhi Ramadhani Omari. Mimi ni mkuu wa kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Kahama. Muendelezo wa elimu kwa wanafunzi hapa wilayani kwetu Kahama ni mpango mkakati ambao sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Kahama tumejiwekea. Kwa nini tumejiwekea? Ni kwamba tunaamini elimu inapofika kuanzia chini basi huwa inaingia kwa usahihi zaidi. Wanasema Waswahili au wahenga, samaki mkunje angali mbichi. Kwa tunaamini kwa umri ambao wanafunzi hao wako nao, tunapowamezesha elimu hii, wanapoimeza basi watakuwa nayo kwa kadri umri unavyozidi kwenda, na wanapoendelea kukua watakuwa na hii elimu ikiwa kichwani mwao. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwao kuweza kujiokoa, kuweza kubaini majanga ya moto na majanga mbalimbali, na kwa kutumia elimu hii ambayo wako nayo na wataishi nayo na watakuwa nayo, itasaidia kuweza kupunguza majanga ya moto na majanga mengineyo. Leo tulidili zaidi na wanafunzi na namna gani wanaweza wakajiokoa endapo majanga haya ya moto yanawatokea wanapokuwa mashuleni. Mfano wanapokuwa bwenini, linapotokea janga la moto wanabaini vipi. Tuliona namna gani kifaa cha kung'amua moshi kinavyofanya kazi ambacho kinaitwa kwa lugha ya kigeni smoke detectors, na wanaposikia mlio wa smoke detectors kwa alert kwamba kuna shida ya moto sehemu fulani, namna gani wanaweza wakajiokoa na namna gani wanaweza wakatoka kwenye milango ya dharura na sehemu nyingine ambazo ni sahihi kwao kuweza kujiokoa, mfano kama kwenye madirisha, mfano kama kwenye milango mingine ya dharura, kwa kufuata maelekezo au namna gani jengo lilivyo. Mfano sehemu ambazo zina alama ya exit signs, tumeona leo kwamba wanafunzi wanapoona tukio limetokea lakini kuna sehemu ina alama ya exit signs, wanaweza wakatoka kwa namna gani. Mafanikio yamejionyesha kwa asilimia kubwa, kwa sababu majanga ya moto ambao kwa asilimia kubwa ilikuwa yanasababishwa na watoto wanapokuwa majumbani, mfano kipindi cha likizo, yamepungua kwa kiasi kikubwa. Lakini pia majanga ya moto mashuleni ambayo pia kwa kiasi kikubwa ilikuwa yanachangiwa na sababu mbalimbali, ikiwemo za wanafunzi labda kuchezea viberiti, kupiga pasi na vitu vingine. Kutokana na elimu hii, majanga yamepungua kwa asilimia kubwa, kwa sababu vile ambavyo walikuwa wanavifanya mwanzo wameshabaini kwamba hii sio salama, kwa sababu inaweza kusababisha janga likatokea. Kwa hivyo hawafanyi tena. Lakini kwa nini hawafanyi? Ni baada ya kupata elimu hii. Mambo ni mengi sana. Kwanza, namna gani ya kutambua ving'amua moshi vinavyofanya kazi. Leo kwenye mabweni yao, hata kama kulikuwa hakuna ving'amua moshi, na imani wakitoka hapa wataenda kukomana walimu wao waweke ving'amua moshi, kwa sababu wameshaona umuhimu wake. Lakini namna gani ya kujiokoa? Kwa njia ya kucrawl. Tumeona hapa leo wana crawl na tumewafundisha namna gani ya kucrawl. Lakini baada ya kutambua kuna moto sehemu, kutoka kwenye eneo la hatari kwenda kwenye eneo salama au sehemu la mkusanyiko wa dharura, tumewafundisha hapa na wamefanya kwa vitendo kuona namna gani wanaweza wakaenda kwenye eneo la mkusanyiko wa dharura kusubiri huduma za kiokoaji. Kwa hiyo tuna imani kuna matokeo chanya yataenda kutokea baada ya elimu hii. Wito wangu kwa walimu ni kuzidi kusisitiza vile ambavyo tunavifundisha hapa, wanapoondoka wasiondoke navyo wakaenda kuvidamp sehemu. Waondoke navyo na kwenda kuvifanya kwa vitendo kwa kadiri muda unavyokwenda. Let's say wafanye drill za mara kwa mara, labda kila mwezi au kila miezi miwili kulingana na ratiba zao za mashuleni. Lengo ni kuweka ukumbusho kwa hawa wanafunzi kutokana na hiki ambacho tumewamezesha hapa au hiki ambacho wamekipokea hapa. Wanapokwenda wakakaa nacho bila kukifanyia vitendo, kuna uwezekano mkubwa wa kusahau. Kwa hiyo wetu kwa walimu ni kuweza kufanya drill mbalimbali za mara kwa mara ili kuweza kuweka ukumbusho kwa vijana hawa. Naitwa Mwalimu Joseph Makaka, ni mwalimu kiongozi katika shule ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Tunaushukuru uongozi wa Jeshi la Zimamoto na Uokozi katika wilaya ya Kahama, kwanza kabisa kutukubalia ombi letu la kuja kujifunza kwa nadharia na vitendo. Wanafunzi wetu wa darasa la 7 wameweza kujifunza vizuri na tunaamini watakuwa mabalozi wazuri juu ya elimu ambayo wameipata siku ya leo. Hawa ni wanafunzi wa darasa la 7, watakwenda kutoa elimu kwa wenzao kwa maana ya madarasa mengine la 6 na kushuka chini. Watakwenda kuwaelimisha jinsi ambavyo wamepata maarifa katika siku ya leo. Elimu hii tunaamini itawasaidia wao sio tu kwa ajili ya kujibia mtihani, lakini katika maisha yao kila siku.
Kwa majina naitwa Amanda Albert Mbago. Ni mwanafunzi wa darasa la 7 kutoka shule ya Mtakatifu Antoni ya Padua. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, tunawashukuru Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kutupa elimu ya leo. Unatakiwa upige 114. Cha pili, utoe taarifa. Uko wapi, mtaa gani, kata gani, uko mkoa gani. Cha tatu, unatakiwa utoe namba yako ya simu na ueleze taarifa kamili. Ndipo watakapofuata hatua zote watakuja kukuokoa. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limetupa funzo kubwa. Tumeweza kujifunza kwa upana yale ambayo tumejifunza darasani. Hatutakuja kusahau, hata kama swali likija kwenye mtihani tutaweza kufaulu na tutaweza kusambaza hii elimu mtaani kwa wanafunzi wenzetu shuleni. Tumejifunza namna ya kupambana na moto inapotokea nyumbani au shuleni. Tumejifunza pia ukipiga 114 namba ya dharura utoe taarifa gani. Tutakiwa tuwe na smoke detector ambazo zitatusaidia. Yaani hiyo bell ikishaanza kuhisi smoke itatusaidia, tutajua kwa wakati kama moto upo na tutaamka na kufuata taratibu zingine. Kazi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kupambana na moto, kuokoa maisha ya watu na mali zao. Kama kuna mafuriko wanakusaidia, sio tu moto bali pia mafuriko, na kama kuna meli imezama unapiga pia 114 unapata taarifa, unasaidiwa. Wasichezee viberiti. Ukitaka kuchomeka simu usiingize peni kwenye socket. Uwe makini na umeme na usichezee gesi ya nyumbani. Kwa jina naitwa Mgisha John. Tumeweza pia kujifunza kwa yale yote ambayo tulikuwa tumeyakusudia, lakini pia tunawashukuru kwa kuweza kutufundisha vizuri. Leo tumejifunza mambo mengi. Mojawapo ni jinsi ya kuzima moto, kujiokoa kutoka kwenye moto na ajali na kujiokoa kutoka kwenye ajali mbalimbali sisi pamoja na mali zetu. Kwa majina naitwa Betness Wilbert, natokea shule ya Mtakatifu Antoni wa Padua, ni mwanafunzi wa darasa la 7. Yakitokea majanga katika nyumba yako au kwa mwingine au jirani yako, unatakiwa upige namba 114. Mambo ya kuzingatia: unatakiwa uangalie watoto wako wasio wanachezea viberiti, au wenyewe muangalie na circuit, jinsi ya sehemu ya kuweka na mambo mengi kuhusiana na umeme. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.